Kanisa la Wasabato katika North Kivu Field wamesherekea Sabato ya wenye mahitaji maalum, Sabato ya 25 Aprili 2026. Katika kanisa la Matanda jijini Butembo, mnenaji mkuu Mama Kasuta Mawazo toka idara ya afya, katika hotuba yake alinena kwamba kila mtu ni wa thamani sana. Kama ulivyo leo, usifikiri mimi ni wa maana kuliko yule. Unaweza kuamka asubuhi, lakini jioni unarudi ukiwa umefanya nini? Sasa kile ambacho Mungu anataka kwetu ni nini mchana leo? Mungu anapenda katika hali yako, kama amekuwezesha, kama amekufanya hivyo, mtukuze Mungu. Mchungaji Teleku Nikodem, kiongozi wa mtaa wa Butembo, kwake Mungu ni upendo kwa kila wakati, na ametuita kuonyesha upendo huu kwa wenzetu tunapokuwa mikono ya Yesu kwa ajili ya wenye mahitaji maalum, kama ambavyo imepangiliwa na uongozi wa kanisa ulimwenguni wa kuwahudumia watu wenye mahitaji maalum. Kuweko walemavu waliokuja, viwete na wale wabubu ambao tumeshiriki pamoja nao ibada ya leo. Na sabato hii imeonekana kuwa sabato ya kuwatia tumaini, ya kuwaombea, lakini pia ya kuwahimiza washiriki kuendelea kuonyesha upendo wao kwa watu wote, wakiwemo watu wenye mahitaji maalum kama wale tulioshinda pamoja nao leo, lakini na wengine kwa jumla. Wale ambao walijibu kwa mwito huu wa kuja ibadani sabato ya leo na kuja kushiriki pamoja nasi walikuwa walemavu 68 ambao tumeshiriki pamoja nao na kuabudu pamoja nao sabato ya leo kanisani hapa Matanda. Sasa ni mwito gani kwa washiriki wa Sabato? Mchungaji Nikodem anajibu. Tuendelee kuwa mkono wa Kristo kwa kuwajali wenye mahitaji na kuwafanyia huduma mbalimbali na kuwatolea misaada mbalimbali, kwani Bwana Yesu anasema, nilikuwa kifungoni, ulikuja kunitazama, nilikuwa mgonjwa, ulinipa huduma. Kwa hivi tunaamini ya kwamba tunapofanya matendo mema haya, tunapowakarimu watu wenye mahitaji, ni Kristo mwenyewe tunayemtendea wema, na hakika Bwana Mungu atatuzidishia baraka katika kazi zetu na hatimaye uzima wa milele. Idara ya mawezekano kwenye ofisi ya North Kivu Field iliwaalika viwete pia bubu wamelishwa chakula cha kiroho pia cha kimwili kupitia mlo wa pamoja, na kila mmoja alipewa mfuko uliomo vyakula na visivyo vyakula. Ikiripoti toka Rwese, mimi ni Muisa Wambamba Gilson kwa niaba ya Hope News.